katika siku ya Pentekoste walikuwa wote na moyo mmoja, pahali pamoja. Ghafla uvumi ukatoka mbinguni kama wa upepo unaovuma, na nguvu sana ukajaza nyumba yote walipokuwa wameketi. 3. Na zilionekana kwao ndimi kama za moto zilizogawanyika, zikawakalia kila mmoja wao. Wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowapa kusema. Upokeni na Bwana. Amen. Ni kusema wakati walikamataka Yesu, wakati walimutesa, wakati walimsulubisha, ikafika wakati ya kumuua na ikafika wakati ya kwenda kuzikwa. Wakati Yesu alienda kuzikwa, wale wanafunzi wa Yesu, wale wa mitume wa Yesu hawakuendaka mbali naye, juu walikuwa pure yeye. Wao waliendaka katika nyumba moja, na katika nyumba ile ndio kwenye Roho Mtakatifu aliwakutanaka. Bwana sifiwe sana. Amen. Alikutanaka wakiwa katika nia moja, wakiwa katika masikilizano, wakiwa katika mambo yote, walikuwa kwa umoja na masikilizano. Ni kusema Roho Mtakatifu aliwashukia pale, aseme ndimi kama ndimi za moto ziliwafikia mahali kwenye walikuwa wanakaa, wakiwa na nia moja, wakiwa kwa masikilizano na katika upendo. Sasa nasi leo tuko kwa masikilizano basi, tuko katika upendo basi, tuko katika umoja basi. Inaweza leta huzuni unaikana na mwenzako, inaweza leta huzuni unaimba na mwenzako, inaweza leta huzuni tunaikana kwa madhabahu sote pamoja, lakini hatuna nia moja. Na vinakuwaka ndani ya makanisa mbalimbali. Unaweza kaa na mtu kumbe hayuko ndugu yako, kumbe hayuko rafiki yako, kwa umoja na mko pamoja. Yule mwenye mnakaa pamoja ndani ya kanisa, yule ambaye mnaishi pamoja mkartie mwaveni, ule njo ndugu ya na ule njo rafiki ya.